Habari Mbagala, naitwa Saidi Kinyogoli, mgombea ubunge jimbo la Mbagala kutoka chama cha wananchi CUF. Nashukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza kampeni miezi miwili takriban iliyopita na mpaka sasa tunakwenda kukamilisha kampeni zetu. Nashukuru ushirikiano mkubwa ambao nimeupata kutoka kwa wana Mbagala, namna ambavyo tumeziendesha kampeni katika vyombo mbalimbali vya habari, kampeni zetu katika mikutano ya hadhara, kampeni zetu nyumba kwa nyumba, kampeni zetu za mitaani. Kwa hakika mpaka tunaelekea mwishoni, niseme tu namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ushirikiano mkubwa sana ambao nimeupata kutoka kwa wana Mbagala na ahadi za wao kunipa dhamana ya kuwa mbunge katika jimbo hili. Kimsingi tumeeleza vipaumbele na bado tuna nafasi ya kuwashajaisha katika hizi dakika za mwisho wakazi wa Mbagala. Bado tuna nafasi ya kuwapa sababu za wao kunichagua mimi kuwa mbunge katika jimbo la Mbagala. Ndugu zangu wana Mbagala, nimezungumza nanyi kuhusiana na vipaumbele takriban 7 ambavyo kwa miezi yote miwili nimekuwa nikipita na kuvinadi, nimepita na kuvieleza, nimepita na kuwashajaisha, kuwashawishi almradi muweze kuelewa na kunipa dhamana ya kwenda kuliongoza ili jimbo. Nimezungumza sana kuhusu elimu. Kimsingi elimu katika nchi yetu kuna maelezo yanayokuja kwetu kuwa ni bure. Na mimi nimeweka hoja katika hilo kama mbunge mtarajiwa wa jimbo la Mbagala. Sawa, tunakubaliana na maelezo mazuri yanayoeleza kwamba elimu ni bure. Lakini kuna vitu vinatustaajabisha, michango holela na vile vile vitu vile vya muhimu katika elimu bado tunaona tunavigharamia. Kwa sababu kwa imani yangu mimi kama Saidi Kinyogoli, mbunge mtarajiwa au mgombea katika jimbo la Mbagala, naamini kabisa kwamba hakuna elimu bila mwalimu. Hakuna elimu bila daftari, hakuna elimu bila kalamu, hakuna elimu bila kitabu. Lakini leo kitabu mzazi ananunua, daftari mzazi ananunua, kalamu mzazi ananunua, na bado katika mashule yetu kuna michango ya usafi katika mashule, michango ya ulinzi katika mashule, kuna michango mpaka ya mitihani. Kila wiki watoto wetu wanaitishwa michango katika mashule. Sasa nani anayekwenda kupambana kwa ajili ya hili? Wana Mbagala, naomba ridhaa Saidi Kinyogoli niwe mpambanaji katika kuhakikisha naipaza sauti yetu katika kero, changamoto na vitu kama hivi ambavyo vinajitokeza kila siku katika elimu za watoto wetu. Nipo tayari kwenda kupambana, nipo tayari kwenda kupiga kelele, nipo tayari kwenda kupaza sauti ya watu wa Mbagala, alimradi tuweze kupata nafuu katika mambo ambayo tunayaona bado ni magumu kwetu. Ndugu zangu wana Mbagala, nimezungumza kunako elimu. Niwapongeze sana. Sera zangu, hoja zangu mnapozizungumza, watu mnanisapoti kwa nguvu kubwa sana. Mahudhurio yenu katika mikutano yangu ya hadhara yamekuwa kitu cha kipekee na yamekuwa kitu kinachovutia sana. Lakini nawaambia, haya yote tumekwenda kuyafanya na yameonekana katika dunia kwamba Kinyogoli Mbagala watu wanamkubali kiasi gani. Lakini yatakuwa na maana haya kama tarehe 29 mtakwenda katika sanduku la kura kuthibitisha kwamba kweli tulikusapoti kwa namna zote na tunakwenda kukupa dhamana ya kuwa mbunge katika jimbo letu la Mbagala. Nimezungumza kuhusu afya na nimeeleza kwamba sera yangu ni kuhakikisha naboresha na tengeneza mahusiano mazuri baina ya wagonjwa, wauguzi na madaktari, mahusiano ambayo sasa hivi katika hospitali yetu hayaonekani kuwapo. Leo hii mgonjwa anaweza kwenda hospitali akakaa hospitali mpaka dakika 45, hajatokea hata mtu wa kumuuliza jina lako nani. Wengine mpaka wanajiponyesha wenyewe kwa sababu ya kukaa muda mrefu, anaamua kuondoka na kurudi nyumbani. Lakini pia tumeshuhudia matukio wagonjwa wakifa mapokezi kabla hawajaanza hata kuhojiwa, hata zile maelezo yao hayajaanza kuchukuliwa kwa namna wauguzi, madaktari na wagonjwa wanavyoishi kama chui na paka, kama maadui. Lakini kumbe katika eneo hilo hawa watu walikuwa wanatakiwa kuishi kwa mapenzi, kwa mahaba na kuelewana. Tunajua hospitalini dawa hakuna. Pamoja na kwamba dawa hakuna, basi hata kuboresha mahusiano ya wauguzi, madaktari na wagonjwa ni kitu chenye thamani kubwa sana. Nimechukua ahadi baada ya kutawazwa kuwa mbunge wa jimbo la Mbagala, nitakwenda kuanzisha semina ambazo zitakwenda kuwakumbusha wajibu wao wauguzi na madaktari. Alimradi tutakwenda kufanya mambo ambayo maeneo mengine yatakuja kujifunza Mbagala namna mbunge anavyotakiwa kuishi na watu wake. Nimechukua ahadi ya jimbo la Mbagala kulifanya jimbo darasa, wengine waje wajifunze katika Mbagala yetu. Mama zangu kwenye vikundi, vikoba, vijana bodaboda,
machinga, mama ntilie, wauza mboga mboga, wauza matunda, alimradi wapambanaji wote kwa ujumla katika ardhi ya Mbagala, katika uwezeshaji. Kwa sababu mimi nimefanya tafiti, na tafiti ya wazi tu kiasi mtu yote anaweza akaifanya. Unaona jiografia ya jimbo letu la Mbagala ni jimbo ambalo limejikusanya. 90% ya ardhi ya Mbagala inakaliwa na watu. Kwa Mbagala hatuna viwanda vingi, Mbagala hatuna mashamba. Mbagala sehemu kubwa riziki zetu tunazipata kwa sisi wenyewe kujiajiri. Ndio hayo mapambano ya biashara ndogo ndogo, huyu kafungua kiduka, huyu kafanya hivi. Sasa mbunge anatakiwa awe na maono. Watu wako wanapokuwa katika mazingira kwa kujiajiri wenyewe, kwa ujasiriamali, ndio wanapata riziki zao. Wewe kama mbunge unafanya uwezeshaji kiasi gani kwao wapate kukua katika zile jitihada zao za kutafuta maisha? Kwa wakati tuliokuwa nao, namna ya kuwezesha ni mikopo ambayo ni nafuu kuipata, nafuu kuirejesha. Lakini waliokuwa wakiliongoza jimbo la Mbagala walifeli kabisa katika eneo hilo. Nimechukua ahadi baada ya kuapishwa kuwa mbunge wa jimbo la Mbagala, nitakwenda kufungua SACCOS ya jimbo, SACCOS ambayo itakuwa na branch zile 6 katika kata zetu. Itakuwa ina kazi ya kuhakikisha watu wetu wanapata mikopo kwa karibu zaidi, wanapata mikopo na wanairejesha katika mazingira nafuu mno. Na wataalamu wakati fulani huwa nasimama nao katika mikutano yangu ya hadhara, na wakati mwingine nimekwenda nao mpaka katika media, wanafafanua SACCOS hii itatumia fedha za mfuko wa jimbo na wahisani mbalimbali katika kuhakikisha watu wetu wanapata mikopo sasa, na tunakwenda kutokomeza kabisa katika jimbo la Mbagala mikopo ili ya kausha damu ambayo inawafanya baadhi ya watu wapate stress, wengine mpaka wanapata pressure, wengine wanakufa, wengine wanapigiwa mnada mali zao. Haya yote nimechukua ahadi ya kwenda kuyafanya kama kijana mwenye maono, kijana mwenye kipaji, mwenye talanta katika ardhi ya Mbagala, kwa sababu nimedhamiria, nimetia nia haswa ya kwenda kuibadilisha Mbagala yetu. Hizi siku mbili zilizobaki, ndugu yangu mkazi wa Mbagala, na wewe ambaye pengine unanisikia upo katika maeneo mengine ila una jamaa zako, una ndugu zako Mbagala, naomba tafadhali kwa ajili ya ustawi wa Mbagala, kwa ajili ya Mbagala ambayo kesho yetu tunakwenda kuifurahia katika ardhi ya Mbagala, naomba unisaidie kutoa ushawishi, wanipe kura kwa wingi mno. Wewe mwenyewe unaona Mbagala inavyonikubali, mafuriko ya watu katika harakati zangu mbalimbali. Basi mafuriko hayo, jitihada hizo, mapenzi hayo, nataka watu wakayaonyeshe katika sanduku la kupigia kura, alimradi niibuke kidedea, niwe mbunge wa jimbo la Mbagala, niende nikayafanye yote hayo nao hadithia, yote hayo ninayowaahidi. Na nimechukua ahadi kubwa kabisa Mbagala, ambayo hii haijawahi kuchukuliwa na mgombea yeyote Tanzania nzima. Hii naichukua Saidi Kinyogoli Mbagala, na nimeshaifanyia tathmini, inakwenda kutokea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nimesema na kwenda kuondoa hasira za vijana katika mitaa jimbo zima la Mbagala. Na kwenda kuondoa hasira za vijana Mbagala. Na kwenda kuondoa hasira maana yake nini? Watu wanashindwa kuelewa. Leo nitakupa mfano kiongozi fulani anazindua daraja au barabara. Daraja na barabara ni kitu kizuri sana kwenye nchi yetu. Ni maendeleo, ni miundombinu. Lakini kikipostiwa kile kitu katika mitandao ya kijamii au katika matelevision, nenda kasome comment za wananchi pale chini, utakuta wengine wanatukana. Kwa nini wanatukana? Kwani daraja ni kitu kibaya? Barabara ni kitu kibaya? Jibu hapana, ni kitu kizuri. Lakini kwa nini mtu anatukana? Kwa sababu ya hasira. Maana yake nini? Hawa watu kuna vitu wanavihitaji kwanza kabla ya daraja. Wao hawaoni faida ya daraja moja kwa moja katika maisha yao. Na ndio maana inaweza ikafika mahala ukakuta barabara inatengenezwa, kokoto zimewekwa, kijana anaiba zile kokoto, anakwenda anauza. Kwa sababu kuuza zile kokoto anaamini ndio kitu kinachomnufaisha moja kwa moja. Sasa nakwenda kuandaa center kwa ajili ya vijana wa Mbagala. Hii center itajengwa, itaandaliwa, inaratibiwa vizuri kabisa, ambayo itakwenda kutoa elimu kwanza ya vijana kujitambua, lakini pia watambue miundombinu na rasilimali zilizoko katika jimbo la Mbagala. Alafu hizo rasilimali na hiyo miundombinu iliyopo katika jimbo la Mbagala, wao kama vijana itawanufaisha vipi, lakini pia kuwakuza uwezo wao katika kujielewa, kuwakuza uwezo wao kwenye kujitambua, kuwakuza uwezo wao katika kufikiria mbali zaidi. Leo tunaweza tukawa tuna kijana hapa ni bodaboda, anafanya kazi yake, ile shilingi 20,000 kwa siku, anadhana kwamba imetosha na ndio maisha yake. Kwa hiyo kasajiwekea utaratibu, ataamka asubuhi na bodaboda,
atakwenda pale akipata 20,000 imetosha katika maisha yake. Senta hii itakayokwenda kuanzishwa Mbagala itamuondoa kijana huyu katika utumwa wa kuishi maisha yake ni ya shilingi 20,000, 10,000 kwa siku. Tutampa fikra nyingine, fikra chanya, kwamba kwa hiyo 20,000 yako, 30 yako, wewe unatakiwa utoboe, uwe mtu mwenye maisha mengine kabisa, kesho na kesho kutwa uweze kuajiri watu wengine. Asitengeneze fikra kwamba yeye ndo kaishia pale pale, amekomea pale pale, maisha yake yameishia pale pale. Ili jambo tunakwenda kulikomesha Mbagala na tunakwenda kuinua uwezo. Alimradi mkinipa nafasi, ndugu zangu, Saidi Kinyogoli nikawa mbunge, baada ya miaka 3 4 tunakwenda kuizungumza Mbagala nyingine kabisa. Nashukuru sana na naomba ushiriki wenu katika kuhakikisha mnanipeleka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki sawa kwa wote, haki sawa na furaha kwa wote. Asanteni sana.